Moja kati ya jambo lililovuma katika matukio ya kimataifa ni mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa ya G7 ambao umeanza nchini Canada. Huu utajikita kujadili masuala ya usalama, mwenendo wa vita vya Urusi na Ukraine na amani katika eneo la Mashariki ya Kati. Uingereza na Ujerumani yalikuwa mataifa ya awali kabisa miongoni mwa kundi hilo la G7 kutoa ahadi za kuchukua hatua kubwa zaidi kuisaidia Ukraine na kuishinikiza Urusi, wakati mawaziri wao wa mambo ya kigeni walipokuwa njiani kuelekea Niagara kwa mkutano huo. Akitangaza uamuzi huo, waziri wa mambo ya nje wa Uingereza amesema nchi yake ingelitangaza hatua kali zaidi dhidi ya usafirishaji wa gesi ya Urusi kwa mwaka ujao ili kuishinikiza Moscow kukomesha vita vyake nchini Ukraini. Hatua hizo zitajumuisha marufuku ya kutumia huduma za usafiri wa bahari za Uingereza kwa gesi hiyo kama vile bima na hata usafirishaji wa meli. Uamuzi huo kama ukitekelezwa utazuia huduma zote za Uingereza kutumika kusafirisha gesi ya Urusi kuelekea nchi ya tatu. Tayari Uingereza yenyewe ilishapiga marufuku kuingiza gesi ya Urusi tangu mwaka 2023. Waziri huyo wa mambo ya kigeni alitangaza pia kwamba nchi yake itatoa msaada mwingine wa paundi milioni 13 kwa ajili ya kukarabati miundombinu ya nishati ya Ukraini wakati huu wa majira ya kipupu yakianza. Hata hivyo, mwenyeji wa mkutano huu ambaye ni waziri wa mambo ya nje wa Canada, Anita Anand, alijizuia kutoa ahadi ya moja kwa moja juu ya kile mkutano huo ungeafikiana kuhusu Ukraini. Badala yake aliwaambia waandishi wa habari kwamba kwa nchi yake jambo la muhimu lilikuwa ni kusimamia mazungumzo ya kimataifa, hasa katika wakati huu ambapo dunia inakabiliwa na kile alichokiita mazingira tete pamoja na changamoto mbalimbali. Sasa katika hili wanadiplomasia hawakubaki nyuma. Wanadiplomasia wa ngazi za juu wamekutana na mataifa hayo ya G7, ikiwa ni pamoja na kuzijumuisha baadhi ya nchi kama Ufaransa, Italia, Japan, ambapo mwenyeji wa mkutano huo ni Canada na Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine alitazamiwa naye pia atahudhuria katika mkutano huo. Mkutano huu uliwaalika wawakilishi kutoka Saudi Arabia, India, Brazil pamoja na Australia, bila kusahau Afrika Kusini, Mexico pamoja na Korea Kusini.